ilapke yenyu yetune yenyu nyego iginate yenyu aywein o baba.
umasikini hachagui. Yeye Mungu sio mbaguzi, habagui uwe tajiri au masikini hachagui. Tena mimi uzima wako.
Leo tunaenda kujifunza kitu kimoja inaitwa a servant in the service. Pastor wangu Tanui kinetika irani agopo chini kikure mtumishi ambaye hako katika huduma, ama mfanyakazi ama Mkristo ambaye ako katika kazi. Magumige mama sitaongea leo kuhusu mtu amekuja kukaa. Ninaongelea mtu ambaye ako kanisani na ako kwa kazi. Yes, a servant in the service. We have some servants who are just sitting at home and they are servants. Kuna wafanyakazi cha mwamikazi, mfanyakazi lakini mwamikazi. But leo tunataka kusema kwamba mfanyakazi ambaye ako ndani ya kazi anafaa kujua nini. Ni nini anafaa kuzingatia katika maisha yake. Nenye nyoru kubaityo nyomi poisho. Nenye nyoru chi kazi ya nyomi kazi. Nenye nyoru chichoni. Faida ni gani ama ni nini anafaa kujua? Kwanza, wewe ni mfanyakazi ambaye uko kwa kazi ya Mungu? Are you a servant in the service? So there are some things you need to consider. Na leo tunajifunza kuhusu historia moja ya mama moja ambaye alifanya kazi fulani, na tutajifunza tu saa hii. Sikia vizuri, mfanyakazi ambaye ako kwa kazi. Yesu ameketi na wazee fulani hapo akina Simeon. Mama moja anatokea mlango akiwa amepepa inaitwa mafuta ama marashi kwa chupa. Inasema huyu mama alikuja na Biblia inasema hakufungua hiyo chupa. Biblia inasema verse 3-4 hapo ama verse 3 ati Yesu ameketi chakulani akikula, mwanamke mwenye kipweta cha maharamu ya nadro safi ya thamani nyingi. Kuna mama akakuja na marashi kwa chupa, na hiyo marashi haikuwa marashi tu, ilikuwa marashi ya thamani. Ilikuwa yani mwegule kib mwanik chekibo komonutiet neo. Ilikuwa mafuta tu ya kawaida hiyo, kichipsi, kiarmis, kitiptop. Ilikuwa mafuta ya dhamana sana. Inasema kwamba ati ilikuwa ya denari 300. Ati ilikuwa inatoshana, yani hiyo mafuta ya chupa hiyo, kwa hiyo chupa ikiuzwa ati inatosha mshahara ya mwaka moja ya mtu. Ilikuwa very expensive. Mnanipata vizuri? Ati huyu mama hakukuja kufungua moib achukurong. Alikuja na Biblia inaniambia, nisikie kwa Biblia hapo verse 3 mwisho, akasema akakifunja kipweta akaimimina kichwani mwa Yesu. Hakufungua lakini alipasua. Unaona kwamba huyu mama alikuwa amejitolea kupeana yote, hata kama ni expensive, alipeana yote kwa Yesu. Alikuwa mfanyakazi ambaye ako tayari kwa hali na mali kumtumikia Bwana Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo mama alikuwa mzuri ama hakuwa mzuri? Alikuwa mfanyakazi ambaye ako ndani ya kazi ama alikuwa mfanyakazi tu wa kawaida? Alikuwa mfanyakazi ambaye alikuwa ndani ya kazi. Kuna mambo matatu ambaye huyo mtu anafaa kujua. Kitu ya kwanza ni kitu inaitwa, ukiwa mfanyakazi ndani ya kazi, expect opposition, expect opposers. Jua utapata kitu inaitwa upingamizi. Nyinyi mungekuwa mnaketi na huyo mama, mungepongeza huyo mama ama mungemlaani? Hebu tusikie pongezi ama kitu yenye hao wazee walimwambia huyo mama. Tusome verse 4. Anasema palikuwa na watu waliochukizwa katika nafsi zao wakisema, kwa nini kupoteza maharamu ama kwa nini kupoteza marashi namna hii? Maana marashi hii ingaliweza kuuzwa kwa denari 300 na kusidi, wakapewa maskini. Yani huyu mama amefanya kitu kama hicho, lakini kuna wazee walikuwa hapo wanasema, "Toi, ukisoma kwa mara kwa kubere kala ne martanyika kilo lu nyote na nyone." Yani huyu mama amejitolea anapeana kwa Yesu. Kuna wazee hata hawana report
Kamwambia kile mija vya sanya chone manyangwa mwaita. Mama aliweza kupingwa na Biblia inasema na basi au wazee wakamkemea sana. Mucho. Chebioso nyoko cherike kwa kazi Mungu, lakini kuna watu wanamunungunikia. Ujue kuna watu wanaitwa wapingamizi. Expect opposition. Praise the Lord. Amen. Kwa kila kitu ambayo unafanya expect opposition. Expect watu ambao wanapinga. Na the more wanakupinga ndio sababu unaanza kukuja juu hata na zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tusikie sasa. Tusikie kitu cha pili. Ati Yesu akasema Marko 14:6. Yesu akasema mwacheni huyu mama. Mbona mnamtaabisha? Keter? Agile Yesu amenitendea kazi njema. Mkingereza kubere she has done a beautiful. Sikia maoni ya Yesu na maoni tofauti. Oterge maoni ya tofauti ya maoni ya Yesu na maoni ya dunia. Dunia inasema ameharibu mafuta yenye ingetumika hata kusaidia maskini. Ni maoni mbaya. Maoni mbaya choche? Terge maoni choche? Terge maoni choche mpingamizi. Wewe unafikiri mpingamizi anakupinga hivi pap? Mpingamizi anakupinga hivi. Hawezi kupinga hivi. Roge, kale chibizo au watu wamekuja wakasema ati we huyu mama ameharibu mafuta. Lakini Yesu akasema nini? Ati Yesu akasema this woman has done a beautiful. Sikia, au watu wanasema she has done the worst and ugly thing. Lakini Yesu anasema leave her alone. She has done a beautiful thing to me. Kitu cha kwanza utapata upingamizi, lakini kitu cha pili Mungu atakupigania. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu mama alipingwa, lakini dunia ilimpinga, lakini Mungu aliweza kumpigania. Bwana Yesu asifiwe sana. Umeweza kupitia milima na maponde, watu wanapinga, lakini hata ikipingwa, so long as unajua unamtumikia Mwenyezi Mungu wako, ujue kwamba Mungu mwenyewe atakupigania. Huyu mama Yesu akasema kwa verse 6. Akasema ametenda alivyoweza. Kwa kaliki ninasema kago yai neimuchi. Akaambia wazee, nyinyi mmefanya nini? Kuvovolavo kibadmi hawa wako na uwezo ya kuleta hata marashi zaidi ya hiyo. Lakini wanapinga ya huyu mama. Wanapinga kidogo ya huyu mama. Lakini Yesu akasema hapana, huyu ni mtoto wangu amenifanyia kazi, ninampongeza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna kitu cha tatu ambaye inaitwa living a positive legacy. Utaacha alama ambayo watu watakukumbukia. Kale suruti kwa Jehova, huyu mama ambaye mnamdharau leo, hii kitu ambaye amefanya hata kama ni ndogo, msikie. Popote ambapo injili itahubiriwa, lazima watu watataja huyu mama kwa kumkumbuka. Leo imetimia ama haijatimia? Hiyo kitu ambayo wazee hapo walidharau, lakini Yesu akasema waje niwaambie, hii kitu ambayo huyu mama amefanya, hata kama mnaona ni mbaya, hata kama mnaona ni ndogo, waje niwaambie itaweza kusemwa kwa popote ambapo injili itahubiriwa. Yaani hiyo ni kitu inasema utaweza kuacha kitu ambacho utakumbukwa. Ya kwanza ni kwamba ukiwa mfanyakazi ambaye uko kwa kazi, ujue kitu cha kwanza utapata upingamizi. Lakini ukiwa katika hiyo upingamizi na milima ya maponde ya dunia, ukumbuke kitu cha pili ambapo tunasema kwamba Mungu atakutetea. Yesu mwenyewe atakupigania. Hata kama dunia inaendelea kukumeza, inataka kukuharibu, lakini mbinguni inaendelea kukutetea. Alafu ya tatu ni kwamba hata baada ya yote utaacha alama, utaacha kitu ambacho watakukumbukia. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kama ni ndogo kiasi gani, utawacha kitu kizuri ambayo utakumbukiwa. Endelea kufanyia Mungu hiyo kazi ambayo unafanya, sababu hata kama ni ndogo, hata kama wadharau siku ya leo, ujue kwamba mbinguni inakupongeza. Inaendelea kukubariki, na zaidi ya yote ambayo inashinda yote, au watu ambao wanapinga watakuja kukukumbuka kwa hiyo kitu kizuri unatenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Fanya hiyo kitu unafanya, hata watu wadharau, ujue siku moja itakuja kufanyika kwa njia nyingine ambaye Mungu, hata dunia ikisahau, ujue Mungu atafanya mambo, na siku moja hiyo kitu unafanya itakuja kukusaidia siku nyingine, na hata baraka yako itaweza kufanyika. Sababu dunia inaweza pinga hiyo mahindi ndogo unaleta, lakini sasa dunia inaweza pinga, lakini mbinguni inasema endelea Margaret, tastanye Margaret. So basta ni chuma naona hapa. Situmba bandia letanga hata mahindi
Pea Tanui mahindi nusu tu, hata jioni pea Tanui tu nusu. Ataenda Marekani na atarudi na labda ataweza sahau mpaka jina yako, lakini atakumbuka hiyo mahindi, hata kama ni kitu ndogo kiasi gani. Watu wacheke, unapea mchungaji isaidie nini? Ama unafanyia Mungu, unaleta ikuje kwaya wafanye kazi ya kwaya isaidie nini? Ambia ninafanya. Sababu hata kama niko na wapingamizi, mbinguni itanitetea. Na mbinguni ikinitetea, hata hao watu wa dunia nitawacha kitu ambacho nitakumbuka kwa sababu ya maisha yako yote na kwa sababu ya kitu kizuri ambacho umefanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu aendelee kutubariki kwa hayo mambo matatu. Ya kwanza tumejifunza kwamba a servant in the service anafaa kuzingatia mambo matatu. Ya kwanza ni gani? Utapata upingamizi. Ya pili ni gani? Yesu atakutetea. Alafu ya tatu ni gani? Utaacha kitu inaitwa a positive legacy. Kipote nenewe, onewe, kipote nenewe, yamande ngorani. Kipote ningne, nemanda mugorani. Ebranik tamana genge, koite nebo angwan, kikibar agotabel, agotago ngololwerani. Ebranik tamana genge, koite nebo angwan, kikibar agotabel, agotago ngololwerani. Ngololwe boishonik chik, chemyachen chekikayaiwe, kibwate nenewe, yemande ngoroni. Kibwate nenewe, onewe, kibwate nenewe, yemande ngoroni. Kibwate chepyoso kibwate nokne, onewe, newe, yemande ngoroni. Alafu nikasema hiyo ofisi ama pahali huko saizi watu wengine walikuwa, lakini waliondoka. Hata wewe utaondoka, utawacha nini? Utakumbukwa. Imitendra kogimibiga lako, kipetut komanda iche, itebetut imande. Yaiche mnyach kotimite ngwany, itekaron iwechige, kibwate nene inyewe, yemande ngoroni. Kibwate nenewe, onewe, kibwate nenewe, yemande ngoroni. Kibwate nenewe, Reverend Musa, newe, kibwate nenewe, yemande ngoroni. Alafu ya mwisho nikasema, matian kemwaita ning chayachen, kaya chamyachen sinemanda kemwaita ning tukun chokororon. Alafu nikamaliza nikasema kibwate ning ne, nemanda mugoroni. Yes. Matian kemwaita enen, cheyachen no, cheyachen yemande ngonyuni. Onge ya chemyachen we, chemyachen no, oh chemyachen, yemite ngonyuni. Kibwate nenewe, kila moja. Onewe, kibwate nenewe. Waze, kibwate none. We, ujiulize tu. Unakumbuka Margaret? Alikumbuka kwa kitu mzuri. Ewe, yemande. Angalia mwenye uko na yeye, ambia kibwate ni kweli kabisa. Hata kwa nyumba yako, hata kwa hiyo village. Pastor Tanui kibwate ni nene mbele ngoko nyalele. Yes. Onewe, kibwate nenewe, yemande. Kwande kibwate ni nene abonyo, kibwate ni nene. Nema na mugoroni. Yes, we. Kibwate nene. Kanisa za kwa nyalele, kibwate none. Ya mbanemanda. Pastor Tanui atawakumbuka na nini akiondoka kwa hii kanisa. Kibwate nenewe, yemande ngoroni. Haya. Nasikile nyoni. Bana kibone Mungu sapon. Ne aigi i ai kwayak. Sinemile nemanda. Kep kate ne kione ki nyagi ai kwayak. Amen. Amen. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tumeimba tukasema kibwate ne. Tutakumbukiwa nini tukiondoka katika dunia hii ama tukiondoka hata katika pahali tunafanya kazi? Tumeimba Jehova kwamba labda kuna upingamizi. Watu wanatupinga. Lakini Jehova umetukumbusha kitu kizuri. Kwamba tutakapopingwa Jehova utaendelea kututetea.
ulimtetea huyo mama ambaye hakuwa na uwezo, mama ambaye alikuja mbele zako kwa upendo, akakuja mbele zako kwa kujitolea kufanya kazi yako, akakemewa na watu, lakini ulimtetea. Baba, siku ya leo kuna mtu, kuna mzee, kuna mama, kuna kijana, kuna mtoto wa Sunday school, kuna pastor, mhubiri ambaye labda ako hapa siku ya leo, amepitia upingamizi na milima nyingi. Baba, endelea kumtetea. Kuna wale wanapitia mawe ya kila aina katika boma zao. Baba, endelea kuwatetea. Kuna wale Jehova ambaye labda wamejaribu kufanya kazi ya Mungu, wamejaribu kujitoa, lakini katika familia zao wanapingwa. Siku ya leo Jehova wa amani, tunakuja mbele zako tukiomba ututetee. Baba, ututetee katika shida ambazo tunapitia zote, katika milima ambazo tunapitia dunia, katika hata kukosa hata hela na hata mambo mengi ya matumizi, kukosa kazi. Jehova, tunakuja mbele zako tukisema ututetee. Baba, utupatie nguvu tufanye kazi yako, ili mwisho tuweze tukakumbukwa. Kama jinsi huyu mama Margaret tumesikia historia yake, kwamba alifanya kitu kwa watumishi wako, hata kama ilikuwa kitu ndogo, lakini Jehova uliweza kumtetea. Baba, ututetee siku ya leo. Ututetee Jehova kwa kila jambo. Tetea huyu mama Jehova ambaye anakuhitaji, tukiendelea kufanya kazi yako. Utupatie nguvu Jehova, ili hata tutakapopitia hiyo milima tusikate tamaa, bali tusimama imara, tupate nguvu hata na zaidi. Tukipitia milima na misukosuko, hiyo milima isituangushe, bali tuweze tukatumia hiyo milima isikue kama stumbling block, bali ikuwe stepping stone katika maisha yetu, ambayo inatusaidia tuende mbele hata na zaidi. Ongoza haya makanisa yamekuwa hapa siku ya leo. Ongoza huyu mama ambaye anakuita siku ya leo. Amekuita kwa muda kwa sababu ya ugonjwa, amekuita kwa muda sababu ya changamoto, amekuita sababu ya hata kudhulumiwa na kupitia misukosuko, amekuita sababu ya kitu ambacho anahitaji. Huyu mzee amekulilia sababu ya familia yake na sababu ya kanisa, amekulilia kwa kazi nyingi, na hata huyu mchungaji ambaye amekuita kwa projects zake nyingi, na Jehova labda ingine inaangushwa, ingine inaanguka, lakini siku ya leo tunaomba umtetee na umshindanie katika jina la Yesu, ili kila mmoja atakuja mbele zako akiwa na ushuhuda. Utuandalie ushuhuda Jehova wakati huu, hata tukifanya kazi yako kwa kipindi inafuata. Baba, uwe pamoja nasi, ili kila wakati tufanye kazi yako kwa roho moja na hata kwa moyo moja. Tunaomba yote tukiamini katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana mkombozi wetu. Amen, amen, amen.